Karibu tena kwenye simulizi yetu ya leo. Ila kabla tujaanza simulizi hii, hakikisha umebonyeza batani ya subscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi ninapokuletea simulizi mpya. Pia usisahau kulike na kucomment kuwa unasikiliza simulizi hii kutoka wapi. Tayari? Haya, twende kwenye simulizi yetu. Katika jiji la Dar es Salaam, kwenye mtaa wa Manzese, aliishi kijana mmoja aliyeitwa Hamisi. Hamisi alikuwa kijana wa kawaida sana. Muonekano wake ulikuwa wa mtu anayejituma, lakini macho yake yalikuwa yamechoka, yamejaa maswali ya maisha. Alikuwa na elimu ya sekondari tu, na baada ya miaka mingi ya kuzunguka mjini bila ajira, aliishia kuwa dereva wa Bolt, akiendesha gari la kukodi analolipa kwa siku. Kila siku ilikuwa vita. Asubuhi mpaka usiku alikuwa barabarani, lakini pesa alizopata ziliishia kulipa mafuta, kodi na chakula cha siku moja. Kila alipolala alijiambia labda kesho mambo yatabadilika, lakini kesho haijawahi kubadilika. Siku moja jioni, mvua ndogo ilikuwa imenyesha, anga limejaa mawingu mazito. Akiwa amesimama kituo cha Mwenge akitafuta mteja, simu yake ilipiga. Ilikuwa oda ya safari isiyo ya kawaida. Jina lililoandikwa lilikuwa Mama A. Alipopokea, sauti ya mwanamke wa umri mkubwa ilisikika. "Mwanangu, tafadhali njoo kunichukua pale Kijitonyama. Naomba unipeleke mpaka Kimara usiku huu." Hamisi alikubali bila kusita. Alipofika, alimkuta mwanamke wa ajabu, mzee mwenye ngozi iliyochakaa na macho mekundu kama mtu asiyelala siku nyingi. Alikuwa amevaa kanga nyeusi yenye maandishi ya kila lenye mwanzo lina mwisho. Alikaa kimya safarini. Harufu ya dawa za kienyeji ilijaa ndani ya gari. Mara kwa mara Hamisi alijaribu kuanzisha mazungumzo, lakini mama huyo alikuwa akitabasamu bila kusema. Wakati wanafika Kimara, alitoa bahasha ndogo ya njano na kumwambia, "Mwanangu, ndani ya hii bahasha kuna kitu utakachohitaji siku ukiona dunia imekataa kwa kutambua." Hamisi alicheka kidogo, akizani ni utani wa wazee, lakini mzee yule alitoka haraka na kupotea gizani kabla hajamrudishia chenji. Aliporudi nyumbani akiwa amechoka, aliweka bahasha mezani na kulala. Usiku ule alianza kuona ndoto za ajabu. Alijiona akitembea katika njia yenye giza nene, akifuata ramani iliyochorwa kwa damu. Mwisho wa njia kulikuwa na kijiji kisichojulikana, na sauti ikamwambia kwa upole, "Kama unataka maisha yako yabadilike, fuata ramani hii, nenda Mchongoma." Alipoamka alikimbia kufungua ile bahasha. Ndani yake kulikuwa karatasi ya zamani yenye ramani, maandishi ya damu na herufi zisizosomeka vizuri. Pembeni yake kulikuwa kipande cha mfupa mdogo na maneno yaliyokuwa yameandikwa, "Mchongoma, utajiri au kifo." Hamisi alitetemeka, lakini moyo wake ukapiga kwa nguvu. Mawazo ya deni, maisha magumu na fedheha ya kuishi maisha ya kukodisha yakaanza kumuingia kichwani. Labda hii ndio njia yangu. Siwezi kuendelea hivi milele. Alipofika kazini siku iliyofuata, alikuwa kimya. Akili yake yote ilikuwa Mchongoma. Aliamua kwamba wikendi ijayo atafuata ile ramani bila kumwambia mtu yoyote. Hamisi alianza safari yake siku ya Ijumaa, jua likiwa kali, lakini mawazo yake mazito kuliko joto la mchana. Ramani ile aliyopata kutoka kwa yule mama mzee alikuwa ameiweka ndani ya bahasha ya nailoni, akahifadhi kwenye begi lake dogo. Alikuwa hajui Mchongoma ni wapi hasa, lakini kwenye ramani inaonekana mbali na miji mikuu, kati ya milima na msitu mkubwa uliotajwa kwa jina la Mnyonge Usivuke. Alitumia basi dogo kutoka Ubungo kuelekea Morogoro, kisha akapanda pikipiki kwenda vijiji vya ndani zaidi. Kadri safari ilivyozidi kuingia ndani zaidi, kulikuwa na kitu cha ajabu. Kulikuwa hakuna wimbo wa ndege, hakuna watoto wakicheza, ni ukimya uliojaa kama mtu anayetazama gizani akisubiri kitu kitokee. Alipofika kijiji cha mwisho alichojua, aliuliza mzee mmoja, "Mzee, hivi hiki kijiji cha Mchongoma kiko wapi?" Mzee yule alimtazama muda mrefu bila kujibu. Kisha alimwambia kwa sauti ya ndani, "Kijana, usiende huko. Wengi wameenda,
hawajarudi. Wengine wanasemekana bado wako kule, lakini si binadamu tena. Hamisi alitabasamu kiasi, akidhani ni hadithi za vijijini. Lakini kabla hajaondoka, yule mzee alitoa kitu mfukoni, kipande cha dawa kavu, na kumwambia, kama lazima uende, weka hii mfukoni. Ukisikia harufu ya damu, simama. Hamisi hakujua kama anamchezea au kumsaidia, lakini aliweka ile dawa. Safari ikaendelea. Machozi ya jua yakaanza kutua nyuma ya milima. Giza lilianza kuingia taratibu, na upepo wa ajabu ulianza kupuliza kutoka upande wa mbele. Hapo ndipo alipoona alama ya msalaba wa miti miwili kando ya njia. Imechomekwa udongoni, juu yake kuna kofia ya zamani ya mwanaume. Karibu na hapo kulikuwa na maandishi yaliyofutika: usivuke bila ruhusa. Hamisi alisimama. Giza lilikuwa limeanza, lakini moyo wake ulikuwa mkali. Tamaa ya kujua siri ya ramani ikazidi hofu. Alipovuka, upepo ukabadilika. Wingu jeusi lilitanda ghafla. Anga likawa la kijivu, na mvua ya matone mazito ikaanza kunyesha. Akakimbilia nyumba ndogo iliyokuwa mbali. Akaingia bila kufikiri. Ndani kulikuwa giza. Harufu ya unyevunyevu na moshi wa dawa za kienyeji ilijaa hewani. Alipoangaza kwa tochi, macho yake yakakutana na mtu. Mzee aliyevaa kanzu ya kahawia, macho yake yakimeta kama paka gizani. Karibu kijana, mzee yule alisema kwa sauti ya utulivu wa ajabu. Nilijua utakuja. Nilikuona tangu ulipovuka mnyonge. Hamisi alishtuka. Unanijua? Mzee akatabasamu kwa taratibu. Mimi ndiye Babu Nditi. Uliitwa na sasa umefika. Hamisi akahisi miguu yake ikitetemeka. Mzee yule akatoka kwenye kivuli na kumpa mkono baridi kama barafu. Chumba chako kiko tayari. Ukitaka mali, lazima usikilize masharti ya giza. Hamisi hakujibu. Alisimama pale akiwa ameduaa, akitazama milango mitatu mbele yake. Mlango wa kwanza ulikuwa umeandikwa mwanga, wa pili kilio, na wa tatu utajiri. Babu Nditi akasema taratibu, ukiingia mlangoni sahihi, utapata unachotaka. Ukiingia mlangoni usio wako, utarudi kama ulivyoingia. Hamisi akavuta pumzi ndefu, jasho likimtiririka usoni. Akatikisa kichwa na kusema kwa sauti ya utulivu, nimekuja kwa utajiri. Akasogea mbele, akashika kitasa cha mlango wa tatu, mlango wa utajiri. Kabla hajaufungua, upepo ukazidi. Taa zote zikazimika, na sauti ikamwambia kwa upole, usisahau, kila utajiri una gharama yake. Damu ya nani utalipa Hamisi? Nilipoingia ndani ya ule mlango, hewa ilibadilika ghafla. Kulikuwa na harufu ya mkaa ulioungua, damu, na kitu kingine kisichoweza kuelezeka, kama harufu ya mifupa iliyooza. Kuta zilikuwa zimepakwa udongo mwekundu, na kila upande kulikuwa na vichwa vya sanamu, vikiwa vimepambwa manyoya, meno ya wanyama na macho yaliyotengenezwa na kioo cha ajabu. Nilijaribu kuzungumza, lakini sauti haikutoka. Nilihisi joto likipanda taratibu mwilini, na kila nikipiga hatua moja mbele, sakafu ilikuwa inatetemeka kama ardhi inapumzika. Kutoka gizani, sauti ya Babu Nditi ilisikika, kijana Hamisi, hapa ndipo matajiri wengi walipozaliwa, na hapa ndipo walipozikwa. Akatoka akiwa ameshika bakuli lenye maji meusi. Kabla hujapewa baraka, lazima ujue gharama. Nikabaki kimya. Macho yangu yakamtazama moja kwa moja, lakini moyo wangu ulikuwa unadunda kama ngoma ya vita. Kuna masharti matatu, Babu alisema kwa sauti nzito. Kwanza, utalala kwenye chumba hiki kwa usiku 3 mfululizo. Pili, hutaruhusiwa kuongea na mtu yeyote mpaka masharti yaishe. 3, kila kitu utakachopata baada ya hapo hakitakuwa chako mpaka utoe sadaka yako ya kwanza. Nilitaka kuuliza sadaka ya aina gani, lakini kabla sijafungua mdomo, alinyanyua mkono wake na kusema,
utajua wakati ukifika. Kila kitu kina muda wake. Alinitazama kwa muda mrefu, kisha akaniwekea kidole kichwani. Baridi kali ikapita kwenye uti wangu wa mgongo. Chumba cha kilio kinakupokea leo. Usichoke, usiogope, usiondoke. Akaondoka taratibu na mlango ukafungwa kwa mlio wa kufunga chuma. Saa 2 za kwanza nilikaa kimya. Nilijitahidi kulala, lakini kila nilipokaribia kufumba macho, nilisikia sauti ikiniita taratibu. Hamisi. Sauti ile ilikuwa nyororo ya mwanamke, lakini ilibeba huzuni kali kama mtu anayelia ndani ya ndoto. Nilifungua macho, hakuna mtu. Lakini nikatazama ukutani, nikakuta neno damu limechorwa kwa vidole. Nikaanza kupumua kwa nguvu, jasho likinitoka, nikajaribu kufunga macho. Mara nikasikia kitu kikicheka pembeni yangu. Nilipoangaza kwa tochi ndogo, niliona uso wa mwanamke ukining'inia ukutani. Macho yake yananitazama moja kwa moja, yakitoa machozi ya damu. Nikapiga kelele, lakini hakuna sauti iliyotoka. Macho yangu yakaanza kuzunguka na kila ukuta ulianza kumwaga damu kidogo. Nikahisi kitu kinanigusa bega. Nilipoangalia nyuma, hakuna mtu. Kisha sauti ile ikarudi kwa ukali zaidi. Kama unataka mali, sema jina lako mara 3. Toa pumzi 3 na usiangalie nyuma. Nilijua nimevuka mipaka ya kawaida, lakini tamaa ikazidi hofu. Nikasema kwa sauti ndogo, mimi ni Hamisi, Hamisi, Hamisi. Upepo mkali ukaingia ghafla, taa ya mshumaa ikazimika na nikahisi kitu kikizunguka kichwani mwangu. Ndipo nikasikia sauti ya mwanamke yule tena, ikisema taratibu, sasa umenifungua. Mimi ndiye Mwanaasha, roho wa chumba hiki. Mali utakayopata, damu ndiyo bei yake. Nilihisi kama dunia imesimama. Nilitaka kukimbia lakini miguu haikusikia. Mwanaasha akatokea mbele yangu, kivuli chake kikiwa kirefu kuliko mtu yoyote. Macho yake yalikuwa meusi na kinywa chake kikiongea kwa maneno ya ajabu. Akanigusa kifuani na kusema, kesho utakapoamka, utaanza kuona mabadiliko, lakini usisahau, kila utajiri una damu yake. Nilipoamka, nilijikuta nimekaa peke yangu. Mwanga wa jua uliingia kupita tundu la dari, lakini nilihisi mwili wangu ni mwepesi kama mtu mwingine. Nilipoangalia sakafuni, kulikuwa na bakuli la damu likiwa limekauka, na ndani yake kuna kipande cha karatasi kilichoandikwa, sadaka yako inaanza leo. Sikujua usiku ule nilizaliwa tajiri, lakini siku hiyo hiyo nilianza kufa polepole. Baada ya siku 3 za giza na ukimya mzito kijijini Mpomvu, nilijikuta nimerudi mjini nikiwa mtu tofauti. Mwili wangu ulikuwa na nguvu ya ajabu, akili yangu ilikuwa nyepesi, na kila jambo nililoshika liligeuka kuwa faida. Nilianza kazi ya bodaboda kama kawaida, lakini mambo yakaanza kubadilika haraka. Siku moja nilipokuwa natatisha barara ya Kariakoo, niliona pochi ikidondoka kutoka kwa mwanamke mmoja mrembo. Nilipoinua na kumpa, akaniangalia kwa tabasamu la ajabu. Asante kaka, nitakulipa fadhila hivi karibuni. Nilidhani ni maneno ya kawaida, lakini siku iliyofuata nikapata mteja mpya, mwanaume aliyevaa suti. Akaniambia nimpeleke ofisini kwake eneo la posta. Tulipofika akanigeukia na kuniuliza, unaweza kuendesha gari? Nikajibu, ndiyo. Bila maelezo mengi akaniambia nianze kazi kesho kama dereva wake binafsi. Kuanzia hapo maisha yangu yakaanza kupanda kwa kasi ya ajabu. Baada ya wiki 2 akanipa gari jipya. Baada ya miezi 2 akanifungulia biashara ya usafirishaji. Nilianza kupata pesa nyingi kuliko nilivyowahi kufikiria. Nilihamia nyumba nzuri, nikavaa vizuri, watu wote mjini wakaanza kuniita Bwana Hamisi. Lakini kila usiku niliporudi nyumbani, nilisikia sauti ile ile kutoka chumba changu cha kulala. Hamisi, damu haijalipwa. Nilidhani ni mawazo. Lakini kadri siku zilivyoenda,
mambo yakaanza kuwa ya ajabu. Biashara yangu ilianza kufanikiwa sana, lakini kila mara nilipofanikiwa, kuna mtu wa karibu alifariki ghafla. Mwanzo, jirani yangu wa kwanza alifariki kwa ajali ya pikipiki. Wiki iliyofuata, rafiki yangu Musa aliyenikopesha hela zamani alikufa kwa kiharusi cha ghafla. Nilianza kuhisi kama kila mafanikio yangu yalikuwa na uhusiano wa moja kwa moja na vifo hivyo. Usiku mmoja nililala, nikasikia mlango wa chumba changu unafunguka polepole. Nilijua niko peke yangu. Nilipotazama, nikamwona yule mwanamke, Mwanaasha, akiwa amevaa nguo nyeupe, macho yake yakimetama gizani. "Hamisi," akasema kwa sauti nyororo, "umekuwa tajiri, lakini sasa ni wakati wa sadaka yako." Nilijaribu kuongea, lakini nilihisi ulimi wangu umefunga. "Ulikubali masharti, ukaleta damu ya wengine. Sasa sadaka inayofuata lazima iwe yako mwenyewe." Nilihisi moyo wangu unadunda kwa kasi. Nikajaribu kukimbia, lakini kila nilipopiga hatua moja, ukuta uliokuwa mbele ulionekana kama unakimbia. Mwanaasha akaanza kuzunguka chumba changu, akitabasamu kwa huzuni. Chumba cha kilio hakina mwisho. Wote waliotajirika kupitia damu hurejea kwenye giza hili. Nilipiga kelele kwa nguvu, lakini sauti yangu ilitoweka hewani kama moshi. Kisha ghafla nikajikuta nimerudi kijijini, chumba kile kile cha zamani, damu ikiwa imepakua ukutani, bakuli ikiwa katikati ya sakafu. Babu Nditi akatokea tena, akiwa amevaa kanzu nyeusi. "Ulishindwa kijana. Mali ulizopewa ni za muda tu. Haujatoa sadaka yako." Nililia nikamwomba nirehemu, lakini akasema, "Hakuna rehema kwa aliyesukua damu ya roho nyingine." Nilihisi dunia ikizunguka, nikapoteza fahamu. Nilipoamka, nilikuwa hospitalini. Dokta alinieleza kuwa nimeokotwa msituni nikiwa na vidonda mikononi na miguu yote ikiwa imeungua. Nilijaribu kuzungumza, lakini sauti haikutoka. Tangu siku hiyo, kila nilipolala, naona uso wa Mwanaasha ukinitazama, akiniuliza kwa utulivu, "Hamisi, utajiri wako upo wapi sasa?" Na sasa, nikiendelea kuishi kwa magumu, naanza kuelewa. Mali ya kichawi haidumu, ina mwisho wenye machozi, na kila kilichochagiza hurudi gizani. Siku kadhaa zilipopita tangu nirudi kutoka hospitali, nilikuwa kivuli cha mwanadamu. Biashara zangu zote zilifilisika, marafiki walinitenga, na hata familia ilianza kuniona kama mtu wenye nuksi. Kila nikijaribu kuanza upya, nilihisi kama kitu kinanizuia. Nililala na ndoto za ajabu kila usiku, ndoto za damu, za watu niliowahi kuwajua, na sauti ya mwanamke ikilia gizani, "Hamisi, uliahidi. Umekimbia, lakini huwezi kuficha roho yako." Nilijaribu kusali, nikamtafuta mchungaji, nikatafuta waganga wengine, wote walinigeukia. Mchungaji mmoja aliniambia, "Kuna mikataba hata maombi haivunji. Lazima ulipe bei yako." Usiku huo, nikakaa selebuni nikiwa peke yangu. Umeme ukakatika, nikabaki gizani. Mara nikasikia mlango ukigongwa kwa nguvu 3. Nikanyanyuka taratibu. "Ni nani?" nikauliza. Hakuna majibu. Nilipofungua mlango, upepo mkali ukaingia, na ndani yake nikasikia sauti ya mwanamke ikisema kwa utulivu, "Hamisi, muda umeisha." Nikiteguma, nikamwona Mwanaasha amesimama katikati ya nyumba yangu. Amevaa lile vazi jeupe la zamani, lakini sasa macho yake yamejaa huzuni. Si hasira, si furaha, bali kama mtu anayehurumia anachochukua. "Nilipewa kazi ya kukupa utajiri, na sasa kazi yangu ni kukurudisha." Nilianza kurudi nyuma kwa hofu. "Sikupenda mali, nilitaka tu kuishi vizuri," nikasema kwa sauti ya kutetemeka. Mwanaasha akatabasamu kwa upole. "Hakuna mali isiyo na bei, Hamisi. Hata pumzi yako ni zawadi unayodaiwa." Kabla sijapata nafasi ya kujibu, nyumba yote ikaanza kutisika. Vitu vikaanguka sakafuni, dirisha likapiga kelele, taa zikajaza zenyewe. Nilijaribu kukimbia, lakini mlango ukafungwa kwa nguvu. Macho yake yakaanza kung'aa mekundu, na kutoka sakafuni nikaanza kuona damu ikitoka taratibu, ikizunguka miguu yangu. "Usiogope," alisema, "utapumzika sasa." Nililia, nikajaribu kuomba msamaha. "Nisamehe, niliingia kwenye hili kwa ujinga.
Niliamini tamaa yangu. Akasogea karibu, akaniwekea mkono kifuani. Baridi kali ikapenya ndani ya mwili wangu. Moyo wangu ukaanza kupiga taratibu, kisha ukaanza kushindwa. Hivi ndivyo mwisho wa wote wanaotaka njia fupi za mafanikio, alisema kwa sauti ya taratibu. Nilihisi kama naelea hewani, nikitazama mwili wangu ukibaki sakafuni. Nilijaribu kuongea, lakini hakuna sauti iliyotoka. Mwanaasha akanigeukia kwa mara ya mwisho. Chumba cha kilio kimekufungua. Sasa unakuwa mmoja wetu. Ghafla nikajikuta kwenye kile chumba kile cha zamani, lile lilioko kijijini Mpomvu. Nimevaa kanzu nyeusi kama za wale waliokufa kabla yangu. Kwenye kona ya chumba niliona mtu mwingine, kijana akiletwa na Babu Nditi, akionekana mwenye matumaini na tamaa ya mafanikio. Huyu ndiye mrithi wako, babu alisema kwa sauti nzito. Sasa ni wewe utakayemfundisha masharti. Nilimtazama kijana huyo, macho yake yakimetameta kwa ndoto. Nilihisi uchungu. Nilitaka kumwambia akimbie, lakini sauti yangu haikutoka. Nilijua mzunguko wa chumba cha kilio umeanza tena. Mziki wa huzuni unapanda polepole, ukichanganyika na sauti ya upepo na milio ya kengele ndogo. Na hivyo ndivyo nilivyoishia mimi, Hamisi, kijana wa mjini aliamini njia za haraka. Utajiri nilipata, lakini furaha niliuza. Kila siku ninapoangalia wale wanaokimbilia pesa, natamani wangejua kila mali ya giza hulipwa kwa mwanga wa roho. Mziki unakoma taratibu, ukimya, kisha sauti ndogo ya mwanamke inasikika kwa mbali. Chumba cha kilio hakifungwi, kinangojea mwingine. Na kama umependa simulizi hii, usisahau kulike, kucomment na kusubscribe, kwa sababu simulizi kali zaidi zinakuja. Pia unaweza kuangalia simulizi zilizopita moja kwa moja kwa kubonyeza link hapa.